Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media. Merci, Santé Sana. Nous avons pris ce match de demi-finale contre Simba avec le plus grand sérieux, que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau de notre management, à savoir, ils nous ont permis d'organiser un mini-stage entre le dernier match contre Bichara et le match d'aujourd'hui. Je pense que nous avons bien fait parce que nous avons très bien travaillé et nous sommes prêts vraiment pour cette finale. Tous nos joueurs ils sont extrêmement motivés pour ce match. Je pense que nous considérons que c'est pas parce que nous avons fait un grand pas vers le championnat que le match de coupe c'est quelque chose d'accessoire. Au contraire, il y a une grosse motivation, comme on sait que notre adversaire, il a une très grande motivation pour aujourd'hui et c'est normal pour pouvoir sauver sa saison. Mais nous sommes nous-mêmes doublement concentrés et motivés pour cela. Ni kweli mchezo wa kesho tumeukamata kwa tahadhari kubwa. Kwa hiyo tunashukuru pia management ya klabu yetu yenye imeturuhusu kujiandaa kwenye mazingira mazuri sana. Kwenye tumekuwa Shinyanga, tumepata wakati wa kutumika kwenye mazingira mazuri na kwenye fasi penye pako naweza sema utulivu. Pia kingine kitu cha pili, wachezaji wako determined, wana focus kubwa. Sio kusema kama juu tumesha fanya jitihada kubwa kuelekea kwenye ligi, kuelekea kupata kushinda ubingwa. Kama hii mechi tunaichukulia kama mechi ya kawaida, hapana. Tunajua kama wenye tunaenda kucheza nao kesho na leo wana motivation kubwa sana juu maybe ku save season ya kwao, lakini na sisi pia tuna motivation kubwa sana juu tunajua umuhimu wa mechi. Technically tunajua umuhimu wa mechi, kwenye management tunajua umuhimu wa mechi kwenye na pia kwa mashabiki wetu. Ndio maana na sisi motivation ya kwetu ni kubwa mno kuelekea mechi ya kesho. Alors je vois pas s'il compare contre Simba combien elle a créé et nous on n'a pas créé les derniers matchs. Je pense qu'on a créé 5 occasions de but et la last opportunity c'était une cani, truc. Il y avait 4 ou 5 autres avant. Et Simba il y avait que un coup de tête de qui? De Mogalo. Yanga n'a pas créé d'occasion. C'est étonnant de le dire. Maybe ni maoni yako, lakini sisi tunaamini kama mechi inaisha tumecreate opportunities karibu 3, 4 wala 5 kufika lango la mwenzetu, na tunaamini kama tukicompare sisi na yao kwenye hiyo mechi tunaweza sema kama sisi tumecreate opportunities mingi kuliko wao. Sasa maybe unaweza kutufafanulia chenye umetaka kusema. Je suis d'accord avec lui, mais qu'ils disent qu'on n'a pas créé d'occasion, il faut revoir le match. Mais je pense que c'est pas évident, c'est des matchs de derby, c'est toujours très serré, il y a la pression, il y a parfois le joueur il manque de lucidité, ne prend pas les bonnes décisions pour truc, mais ça je suis d'accord avec lui qu'il n'y a pas de but, mais qui dit qu'on n'a pas créé d'opportunité, c'est faux, il n'a que revoir le match. Naweza sema kama upande mmoja ni kweli, tunaweza sema kama hizo mechi ni mechi zenye nakutana ziko tight sana.
sio kumaanisha kama mtu akifanya shot on target ndio ame create opportunity. Mtu anaweza kapiga, let's say Bangara anashimama kule nyuma akapiga mpira kaenda paka kwa kipaka ukamata, tunahesabia shot on target. Ni kweli, na hiyo ni shot on target, lakini ina madhara yote kwa kipa? Hakuna. Sasa kwa hiyo mechi za hivi ni mechi zenye ziko tight, na ni kweli hakupatikana opportunities mingi kwenye hizo mechi, na umeuliza mbinu zenye zitatumika kesho. Tukisema hizo mbinu itakuwa ni tatizo juu tutakuwa tumetoa siri ya timu, lakini kuna vitu vyenye na sisi tumeandaa kwa kusema kesho, juu tunajua kama ni mechi ya knockout, mtu mmoja anapaswa kutoka kesho. Sasa na kwa kusema utoe mtu ifo kufunga. Sasa kesho na sisi tuna imani kama tumejiandaa vizuri kwa kusema tuhakikishe kama magoli yanapatikana. Young Africans haiwezi hakuna timu, sisema hata Young Africans, hata timu za kwenye ndondo, nimeona kama ndondo imeanza, hata timu za kwenye ndondo hazitegemei mtu mmoja. Chef, je le réponds. Swali lingine? Non, ça m'a dit, I don't give a réponse. Je dois les répondre. Écoutez, chers journalistes, chers médias, Yanga Sport Club, c'est un grand club. Et un grand club, là, il a des codes de fonctionnement. Pour qu'on puisse garantir des résultats et tout cela, nous avons des procédures de comportement et d'attitude qui doivent être indispensables chez tous les joueurs. Et si jamais dans ces procédures il y a des points qui n'ont pas été respectés, quelles que soient les importances des matchs et tout ça, nous devons prendre des sanctions qui correspondent au degré de faute que le joueur puisse avoir. Certainement, je regrette le fait qu'on a pris une décision que Saïdou et Abondo nous quittent. Mais nous avons la responsabilité, en tant que coach, en tant qu'administration aussi, de protéger. Nous avons une responsabilité de protéger pour que la discipline puisse régner à tout moment, quelle que soit l'importance du résultat au sein des clubs. C'est une culture. C'est une culture au sein du club de Yanga. Et je pense tout le club, le grand club qui se respecte, qui doivent mettre la discipline avant le résultat sportif. Parce que si tu perds la discipline, tu pourras gagner peut-être un match, mais tu vas perdre perdre les autres matchs ou perdre le management de l'équipe. Tout en signalant, malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je crois que c'était des décisions de quitter qui n'ont pas été réfléchies. Je dois signaler d'abord que ce soit Saïdou ou Abondo, pendant le long de leur présence avec nous cette année, ou depuis que je suis arrivé concernant Saïdou, il y a eu de quoi, mais c'est quelqu'un de très discipliné. C'est pas quelqu'un qui va sortir pour truc, je sais pas, peut-être il a fait une faute, peut-être qui n'était pas intentionné, mais la faute, elle était là. Mais ça ne doit pas mettre en doute le fait que c'est quelqu'un de discipliné dans sa vie et dans son jeu. C'est quelqu'un qui a donné à Yanga. Il a beaucoup donné à Yanga, et c'est ça que nous regrettons. Nous devons, nous étions dans l'obligation de prendre cette décision pour protéger et pour préserver la culture de la discipline au sein du club de Yanga. Kwa kitu chenye kimetokea, kuna kwenye klabu kubwa, kwenye kila klabu kubwa, wala kila klabu yenye inajiheshimisha, kuna utaratibu. Nikizani hata nyie wote kwenye kazi zenu kuna utaratibu. Kuna utaratibu wenye umeandaliwa, wenye kila mtu anajua. Sasa huo utaratibu kama ufuatwi, inakuwa tatizo. Kitu kikubwa, utaratibu kama ufuatwi,
sio kama unaacha kukamata sanctions juu ya unatafuta result kwenye maybe mechi ya kufuata. Juu hivyo ukibifanya ni kweli unaweza kufunga hiyo mechi, lakini vinaweza vikaleta adhara kubwa kwenye culture ya klabu, kwenye afu watu wote wakaona kama kumbe mimi naweza nikafanya hivi, mimi nikafanya hivi. Lakini kitu cha pili pia chenye tunataka kusema ni kweli hiyo kitu kimetokea, na kitu chenye watu wanapaswa kujua, wachezaji au wawili ni wachezaji wenye kila wakati wote wenye walikuwa kwenye kikosini hawakuwahi kufanya mambo yenye anaenda kinyume na utaratibu. Ninaweza ikatokea ni kosa yenye limefanyika kidogo, maybe hawakuona madhara ya kwayo. Sasa kwa hiyo kwa kusema upreserve ile discipline ya watu wote, hiyo decision ikakamatiwa. Lakini tusisahau kama ni wachezaji wenye muda wote wenye tulikuwa nao, na pia tunaendelea kuwa nao, sio wachezaji wenyewe wamefukuziwa kwenye klabu inaishia hapo. Ni wachezaji wenye wametuonesha nidhamu nzuri kwenye uwanjani na nje ya uwanja, wakati penye tunaishi camp kila siku, na sio hiyo kosa moja itakuja kudetermine ule mchezaji ana adabu. Hapana, ni kitu kimoja kinatokea kwenye wakati. Sasa hicho kitu sawa kiishe, lakini sio kusema kama ni mtu mwenye tunatia eko jina ule ni mkosefu wa adabu. Hapana, wachezaji wenyewe kila siku wameonesha adabu, wamesaidia na waangari watasaidia Young Africans. Na pia katika tactical approach ya hiyo mechi inapaswa kuwa ni tofauti kidogo na approach zenye mechi ya ligi. Mechi ya ligi unajua unaenda kucheza, una gap ya pointi 10. Sasa hiyo approach kesho panakuwa approach iko different juu unaenda kucheza na timu moja inapaswa kutoka. Na pia kama dakika 90 zikimalizika bila mshindi, panakuja penalty. Sasa tumejitahidi kujitayarisha kwa kila possibility yenye itatokea kesho. Na pia tunaamini kama dakika 90, tunajua gisi dakika 90 zinaishaga mbio, lakini tutafanya nguvu zote kwa kusema nguvu zetu tuzitie kwa hizo dakika 90. Lakini pia touch yenye kitatokea nyuma na hicho tumekiwaza na tukakifanyia kazi, na pia najua kama timu zote mbili ziko kwenye hiyo approach ya kusema kama hivi haviendeki, vingine tunavishughulikia na hivi. Kwa mazingira ya camp na kwa kila mchezaji yuko na hari, yuko na morali kubwa kwa ajili ya kucheza mchezo wa kesho. Cha muhimu tunaomba washabiki na wapenzi wa mpira wa Tanzania wajitokeze kwa wingi, hasa wananchi. Sisi kama wachezaji tunacheza mechi karibu kwenye ligi ya Tanzania, kuna mikoa karibu iliyo na timu za ligi kuu karibu kama 7, 8 au 9. Kwa hiyo hatuangalia hali ya hewa, sisi tunakuja kwa ajili ya kucheza mpira na ndio kazi yetu. Tunaamini tumejiandaa vyema kwa ajili ya mchezo wa kesho tupate ushindi. Makocha wamezungumza kuhusiana na swala hilo kwa sababu timu ina wachezaji kama 30 au 28 na wote wamesajiliwa kwa ajili ya kuisaidia timu, na kila mtu anakidhi vigezo vya kucheza timu kubwa kama Yanga, na ndio maana wapo pale. Wote tuna morali kubwa ya kucheza mchezo wa kesho. Yeyote atakayepata nafasi, naamini ana uwezo wa kuipatia Yanga ushindi. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media.